Na tunamsikia Ibrahimu alilenga kutokuharibu undugu. Mwambie rafiki yako usiharibu undugu wa kiroho. Mshike mkono, usiharibu undugu wa kiroho hata siku moja. Matatizo yako, shida zako, fikira zako isiharibu undugu wa kiroho. Maana sisi ni mwili wa Kristo. Tumeitwa kujenga mwili wa Kristo. Na kujenga mwili wa Kristo ni lazima tuishi kindugu, tuishi kwa umoja. Moja akiumia, tunasikia wote kuumia. Ifika wakati unaposikia ndugu yako anaumia, wewe ndio utoa machozi wa kwanza, wewe umeitwa ndugu. Lakini tunao wengi ambao hawajaitwa hapa. Akisikia ndugu yake, mfano ni huu. Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao. Na moja ya matunda yao ni matendo yao. Akisikia ndugu yake kaumia, yeye ni wa kwanza kushangilia. Ni wa kwanza kutoka mtaani kumsema ndugu yake, kumtafuta ndugu yake. Wewe ni kichaa. Mwambie rafiki yako ni kichaa wa kiroho. Mshike mkono na mweleze wewe kama upo hapa, wewe ni kichaa wa kiroho. Kuna vitu vingine ambavyo si wa kusema. Huyo ni ndugu yako, ni kiungo katika mwili wa Kristo. Ni kidole, ni mguu, amejikwaa, lazima mwili usikie maumivu. Hakuna mwili unaojikwaa ukashangilia duniani, haipo huo mwili. Mwili unajikwaa alafu unashangilia, imetokea dunia ipi? Nani ambaye kuumiza kidole akashangilia na kumtolea Mungu shukrani? Yote mkono. Nani ambaye kuumiza jicho limegongwa, limekuwa jekundu akashangilia? Amekoma hiyo jicho. Jana aliumiza mguu wangu. Nani ambaye kushangilia? Amekoma. Nani amewahi? Nani hajawahi? Kwa nini hujawahi? Mwili wako unapoumia sehemu, mwili wote unaumia. Vitu vyote vinapata shida. Na ndivyo kanisa la Kristo, ni mwili wa Kristo. Moja akiumia, sote tunaumia. Hatuna sherehe katika ndugu moja kupotea, au ndugu moja kujikwaa, au ndugu moja kuumia. Sisi hatuna sherehe. Wanaosherekea ni vichaa wa kiroho. Na sidhani kwamba wana wito mkuu, na sidhani kwamba ni moja ya kiungo katika mwili wa Kristo. Unatakiwa kujitathmini upya kama wewe ni moja ya kiungo katika mwili wa Kristo kweli. Kama ni kiungo, ni lazima ndugu yako udhamini kama nafsi yako, umpende kama nafsi yako. Na ikiumia, lazima umie kama wewe umejikwaa mwenyewe. Mwili wa Kristo, wito mkuu inagusa hayo, inagusa hayo. Na hii inaleta umoja wa kanisa, undugu, upendo, ushirika wa pamoja. Yuko namna hii. Efeso 4:1 mstari wa kwanza, alafu Luka soma mstari wa 4. Ndio, alafu Luka mstari wa 4. Ndio. Kabisa. Unasikia huyo? Yeye anawasihi. Waraka huu imeandikwa Paulo akiwa kifungoni. Anawasihi wa Efeso na kutambulisha kwamba muenende kama inavyostahili wito wenu. Alikuwa anazungumzia suala la wito wa wokovu. Akafafanua kwamba ninyi ni mwili moja,
moja, na anawaagiza kanisa, anakumbusha kanisa waenende kama ilivyo wito wao. Wito wetu ni kukaa pamoja, ni kujenga mwili wa Kristo. Kwa nini? Sisi ni mwili wa Kristo, tumebatizwa roho moja, tumekombolewa na Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Ametuunganisha makabila yetu, na ndio maana kanisani hatuna Muhaya, hatuna Mnyaturu, hatuna nani. Sisi ni ndugu katika Yesu Kristo. Na undugu wa kanisa uliozaliwa kwa damu ya Yesu unazidi hata undugu wa damu. Mwambie rafiki yako, unajua hiyo? Mwangalia macho, ndio unajua hiyo. Alafu muulize, umeitwa